wananchi wetu, wawekezaji, wafanyabiashara wafanye biashara, wanapofanya biashara wapate mapato yao, kuwe na amani na utulivu, shughuli zao ziende, na hatimaye yale mapato wanayoyapata ndio wayatumie kulipa kodi, ili serikali ipate mapato zaidi ya kuwahudumia wananchi wake. Sasa katika mpango wa kuboresha mazingira ya kibiashara, unahitaji kama nchi kujenga mazingira wezeshi. Na mazingira wezeshi, ndugu zangu, ni pamoja na miundombinu ambayo serikali inajenga kwa kutumia rasilimali hizi ambazo Watanzania sisi tunatoa kupitia makusanyo ama utoaji wetu wa kodi. Sasa kwenye ule mfuko, tukisha kuwa tumemwezesha Adam bilioni 131 wakati anaingia, kugeuka tena kumuongeza kiwango kingine ni jambo ambalo tutakuwa tunawaumiza yale makundi mengine ambayo pia yanahitaji rasilimali hizo hizo. Na ndio maana mkakati wetu umekuwa ni wa kutafuta alternative financing, kuruhusu mazingira ambayo yatawezesha ujenzi wa bidhaa zingine sokoni, kwa sababu tunajua fedha zipo, ili fedha hizo ndizo zitumike kuwahudumia wananchi kwa malengo yale yale ambayo mtu huyo anahitaji. Kwa hiyo tukupongeze sana Adam kwa ubunifu ambao ulikuja nao baada ya kukukatalia, lakini tulikukatalia kwa nia njema ili kuwezesha pia kutimiza malengo ambayo serikali inaona yanafaa, lakini pia kwa manufaa ya wananchi ambao tunawahudumia. Ndugu wageni walikwa, naomba pia nichukue fursa hii kuwapongeza na kupata idhini rasmi ya Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana, yani CMSA, kuhusu utoaji wa Sawi Bond, hatua iliyowapa wawekezaji uhakika na umuhimu wa kuwekeza kwenye dhamana hii. TCB iliweka malengo ya kukusanya shilingi bilioni 50, lakini mmeweza kukusanya shilingi bilioni 140.24, karibu mara tatu ya lengo la awali, sawa na 281 kama ambavyo imeripotiwa hapo awali. Hongereni sana. Ndugu wageni walikwa, matokeo haya ya kuvutia ni ishara tosha ya imani kubwa ambayo wawekezaji wanaendelea kuwa nayo katika benki hii, pamoja na dhamira yake ya kuchochea ukuaji shirikishi na uchumi huu kuweza kuendelea kama inavyopaswa. Fedha zilizokusanywa zitaelekezwa kwenye shughuli za utoaji wa mikopo itakayochangia katika mageuzi ya kiuchumi, ustawi, maendeleo ya taasisi na ujumuishaji wa kifedha kwa wajasiriamali wadogo na wakati hapa nchini. Katika muktadha wa hili la upatikanaji wa fedha, ndugu zangu, Mheshimiwa Waziri anasema anaona ipo haja kabisa ya wale wajasiriamali wadogo, kundi la tunaita SMEs, small and medium enterprises. Changamoto kubwa sana ambayo wenzetu wanakutana nayo kundi hili ni lile la upatikanaji wa fedha, si tu access to finance, lakini pia hata gharama ya fedha hizo. Kwa sasa wachache ambao wanapata bahati ya kukopesha kundi hilo, viwango vya riba ambavyo wanatoza kwa hakika haivimwezeshi yule mjasiriamali mdogo kuweza kukua akaja kuwa siku moja na biashara kubwa. Lakini tumeona katika uchumi wetu huu, kwa kiwango kikubwa kabisa uchumi wetu unatawaliwa ama kundi kubwa ni la biashara ambazo sio rasmi. Biashara nyingi hazijasajiliwa, ama zikiwa zimesajiliwa zinaendeshwa kwa namna ambayo kidogo haiweki urasmi kwenye kundi hilo. Sasa basi, uchumi huu unahitaji tiba ya kuweza kupata hizo access to finance ili kuhakikisha kuwa wanatoka kwenye kundi lisilo rasmi,
wanakuwa rasmi, wanakuwa hatimaye biashara hizo zinakuwa kubwa. Sasa serikali inakuwa imepata majawabu ya kwamba wananchi wale wadogo wadogo wanaweza kupata mapato kwenye biashara zao, lakini pia vijana wetu wanaweza kupata ajira kwenye biashara hizo, na hatimaye uchumi wetu ukakua kwa kiwango ambacho tunatarajia kwenye mkakati wetu wa dira ya 2050. Crown Media. Hapa ni nyumbani.